Life Fitness Showtime. Pesa mtazamaji wa UKC TV, karibu katika kipindi chetu cha Life Fitness Showtime. Ebane, leo siku ya leo tupo katika msiba wa bondia maarufu sana, bondia ambaye ameshafanya makubwa sana kupitia mchezo wa boxing, ngumi za kulipwa hapa nyumbani Tanzania. Si mwingine ni marehemu Sultan Kipwelea maarufu kwa jina la Chukuduso. Amefariki dunia leo hii alfajiri nyumbani kwao maeneo ya Manzese, mtaa wa Midizini. Mpenzi mtazamaji wa UKC TV, sisi baada ya kupata taarifa hizi tulifanya harakati na jitihada za kufika msibani nyumbani kwa marehemu, tayari kabisa kwa ajili ya kujumuika kwa pamoja na wadau wa mchezo wa ngumi, viongozi wa commission, wadau na watu mbalimbali na mashabiki wa mchezo wa ngumi ambao walikuwa tukimfahamu marehemu Chukuduso na tulikuwa tukiishi naye vizuri katika maisha yetu hapa ya kila siku kwele katika harakati mbalimbali za mchezo wa boxing, ngumi za kulipwa, kuanzia amateur mpaka professional ngumi za kulipwa. Ni mtu ambaye ameshafanya mengi, ni mtu ambaye ameshafanya makubwa kuanzia amateur mpaka professional. Na mchezo wa professional boxing alianza kucheza rasmi kuanzia mwaka 1987 hadi mwaka 2011 ndio alistaafu rasmi kucheza mchezo wa ngumi za kulipwa hapa nyumbani Tanzania. Vile vile alishawahi kuwa makamu wa rais wa commission ngumi za kulipwa Tanzania wakati inaanza kipindi hiko ikiwa ikiitwa TPBC, tofauti na sasa inaitwa TPBRC. Huyu ni marehemu Chukuduso, na tuko hapa msibani na watu mbalimbali tayari kabisa kuelekea kwenye mazishi ya marehemu, ya ndugu marehemu Chukuduso. Mungu amlaze mahali pema peponi na amsamehe madhambi yake. Amin inshallah. Lakini niweza kumpata mwenyekiti wa serikali ya mtaa Manzese Midizini, Jafari Ndami, ambaye pia huyu Jafari Ndami mwenyekiti wa chama cha makocha Tanzania. Vile aliweza kumzungumzia mwananchi wake ambaye ni marehemu Chukuduso katika mtaa wake wa Manzese Midizini. Vile aliweza kumzungumzia kama mdau mkubwa wa mchezo wa boxing, ngumi za kulipwa Tanzania, kwa machache katika historia na namna jinsi alivyoishi na marehemu Chukuduso. Kwanza ni mtu ambaye katika tasnia ya boxing ni mtu mmoja ambaye tumempoteza, ni mtu muhimu sana, hususan kwenye upande wetu sisi wana tasnia ya masumbwi. Maana yake kama sisi makocha, mabondia, waamuzi, ni mtu ambaye anashauri sana na apendi ngumi ziumbe. Kama kipindi cha kati tulichopitia hapa kwenye mfumo wa boxing kidogo kulikuwa kuna yumba, ni mtu ambaye alikuwa anapiga kelele sana, anashauri watu, anashauri viongozi wa vyama mbalimbali, lakini mpaka sasa hivi alikuwa anafurahikiwa na hii boxing inayoendelea nchini Tanzania, kwa kwamba ngumi zinakuwa na ngumi zina faida tofauti na kipindi walichokuwa wao. Lakini tumempoteza mtu ambaye anapenda sana maendeleo ya michezo nchini Tanzania, na mimi vile vile nimempoteza mwananchi wangu muhimu, mshauri kwenye serikali yangu ya mtaa Kilimahewa. Kwanza kama nikianza kwa upande wa tasnia yangu ya makocha, nadhani kwa makocha tuliokutana tuliweza kukusanyana kwa kile tulichokipata na kitakabidhiwa pale, lakini vile vile kama hada yetu ilivyo kwenye mtaa wangu, mtaa Kilimahewa, nikiwa kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa na kamati yangu ya mtaa inahusika kwenye maafa, matatizo, shida mbalimbali kwa wananchi wote wanaotokea katika mtaa ule. Huwa tunafanya harambee mwisho, kama sasa hivi tushatoka hapa Malaloni tunaelekea nyumbani, tutakwenda kukabidhi. Kwa hiyo utaratibu wetu unaendelea vile vile. Kwanza ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana mabondia wenzake. Kama ulivyoiona hali ya mazishi leo hii, wamekimbilia watu mbalimbali, mabondia wengi wa kongwe tumewaona hapa. Ni watu ambao kama angekuwa si mtu anawapenda wenzake, leo tusingeona mahudhurio makubwa sana ya kumkimbilia, kumsindikiza kwake. Kwa hiyo kitu ambacho ni washauri, ni waombe wanatasnia wa boxing wote kwa umoja
tuwe tunafanya haya mambo pindi ambapo tunaposikia tatizo aidha la ugonjwa la shida kama hizi zinapotokea, basi tukimbilie kwa kutoa msaada na michango mbalimbali ili tuweze kuhakikisha mambo yanaenda kwa mwenzetu yoyote. Usisahau kulike page yetu ile ya UKC TV, fanya namna hii, au sio? Asante sana. Mazoezi afya.